baada ya dhiki kuu kuisha, tutakuwa tuna utawala wa miaka 1000. Yesu atarudi duniani, na Yesu akirudi duniani atakuja kutawala miaka 1000. Wale waliokuwa nao mbinguni watashuka duniani, watakuwa na utawala wa miaka 1000. Bwana asifiwe. Huu utakuwa ni utawala wa Yesu, utakuwa ni utawala wa baraka mno. Kwa Yesu atawala duniani miaka 1000, na Yesu atakuwa duniani na watu. Baada ya dhiki kwanza, inabidi ufahamu shetani atakamatwa, atapelekwa kuzimu, atafungiwa kuzimu. Nabii wa uongo na mpinga Kristo jehanamu ya moto. Utawala wa miaka 1000 unaanza. Kwa Yesu atawala miaka 1000. Bwana asifiwe. Haleluya. Tutawala naye, na makao makuu ya utawala miaka 1000 yatakuwa ni Israeli, Mashariki ya Kati, duniani hapa. Sasa kuna baraka ambazo zitakuwepo wakati wa miaka 1000. Baraka za utawala wa miaka 1000 ambao nimekwambia ni Ufunuo sura 20. Baraka za utawala wa miaka 1000. Kutakuwa kuna vita. No war. Hamna vita kabisa. Hamna vita. Kwa utawala wa miaka 1000 hamna vita. Isaya 2:4. Kusoma Isaya 2:1-5 azungumzia utawala wa miaka 1000. Kitabu cha Isaya sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5 azungumzia kwa habari utawala wa miaka 1000. Hamna vita kutakuwa duniani, hamna vita yoyote kabisa. Wanasifiwe. Namba 2, hakuna uadui kati ya wanadamu na wanyama. Yaani tutakuwa tunaishi na simba, unamshika simba kirubu, na wala kudhuru chochote. Wanasifiwe. Hakuna vita, hakuna uadui kati ya wanadamu na wanyama. Isaya 11:6-7. Haleluya. Hakuna umaskini. Wakati hamna umaskini. Wanasifiwe. Hamna kifo tena. Takuwa watu watufi. Kwenye miaka 1000 watu watakuwa wanazaa, watakuwa watu. Na wanaozaa sio watakatifu. Wale watu ambao walibaki duniani ambao walikuwa na chapa za mpinga Kristo watakuwa wanazaa. Maisha yataendelea kabisa. Watakuwa na rima, watakuwa wanarima, wanafanya maisha yanaendelea kabisa, biashara zinaendelea, kila kitu kinaendelea. Lakini itakuwa hamna vita, hamna njaa. Wanasifiwe. Watu watakuwa wanazaa, lakini watakuwa wanazaa sio kwa uchungu. Haleluya. Kutakuwa hamna magonjwa. Magonjwa itakuwa ni kwa COT basi, lakini hamna kuugua. Wateule wa Mungu watakuwa hawana magonjwa. Wanasifiwe. Haleluya. Kwa wale ambao watakuwa wako na Kristo hamna machozi. Na wakati huo kutakuwa kuna mvua za kutosha. Watu watavuna mavuno ya kutosha kwenye miaka 1000. Sasa kwa tunaenda kufanya ibada Mashariki ya Kati, Yerusalemu. Wanasifiwe. Wale ambao walikuwa chapa mpinga Kristo watakuwa duniani, watakatifu watakuwa duniani pia hapa wote. Kwa hiyo tumechanganyikana, lakini huyu anachapa, huyu anachapa. Wenye chapa watakuwa wanazaa, utaona na kuzaa kabisa, maisha yataendelea kama kawaida. Lakini baada ya miaka 1000, miaka 1000 ikiisha, maandiko yanasema shetani atafunguliwa kwa muda mchache. Na hii ndio vita ya Gogu na Magogu. Amefungwa kabla ya miaka 1000. Miaka 1000 ikiisha, shetani atafunguliwa kwa muda mchache. Na shetani akifunguliwa kwa muda mchache, utagundua hii kwenye kitabu cha wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa, moto utashuka kutoka mbinguni utawala. Hii ndio inaitwa vita Gogu na Magogu. Baada ya miaka 1000, shetani ataachiliwa kwa muda mchache. Shetani akiachiliwa atakuja duniani kuwadanganya watu ambao wanachapa dhambi za Kristo. Atawamobilize wote, atawakusanya, atawadanganya sasa tuende kushambulia kambi ya watakatifu Yerusalemu. Kwa shetani atakusanya watu wenye chapa ya mpinga Kristo, wataenda kushambulia kambi ya watakatifu pale Yerusalemu kwenye utawala wa Yesu. Wakienda kushambulia huo mji wa watakatifu, ile kambi ya watakatifu, maandiko yanasema moto utashuka utawaua hapo hapo, na itakuwa ni mwisho wa shetani, atatukamata na kutupa jehanamu ya moto. Kwa vita ya Gogu na Magogu ni nini? Vita ya Gogu na Magogu ni ile vita ambayo shetani atakusanya mataifa kwenda kushambulia kambi ya watakatifu pale Israeli baada ya utawala wa miaka 1000. Na wakienda kushambulia pale, maandiko yanasema moto utashuka na kuwala. Kwa vita itaisha kabla ya kuanza. Kiwepesi ana sifa 3. Bwana asifiwe. Baada ya hapo ni hukumu. Maandiko yanasema tutaingia kwenye hukumu. Hukumu ndio hiyo sura 20 inasema, nikaona kiti cha enzi, wafu wote wakubwa kwa wadogo wamejipanga mbele ya kiti cha enzi, na kila mtu atahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Ufunuo 20:11
Kisha nikaona kiti cha enzi kubwa cheupe yaketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zilikimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti zikatupwa kuzimu, katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote kuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Hii ni hukumu ya milele. Jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima milele. Kama lipo unaenda mbinguni, halipo jana. 21 na 22, hapo ndo tunakutana na mbingu mpya na nchi mpya. Haleluya. Huo ndio mtasari mdogo wa mambo ya nyakati za mwisho. Ikiwa jina la mtu alikuonekana kwenye kile kitabu cha uzima, maandiko yanasema na yeye atatupwa kwenye ziwa la moto. Jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, ndio swali la kujiuliza. Kama jina lako halipo kwenye hicho kitabu cha uzima, basi you are gone. Sema amen. Kanisa lifanye nini wakati huu? Kanisa lifanye nini wakati ambao tunao sasa kujiandaa na haya mambo ya mwisho? What should we do kama kanisa? Andika haya mambo 7 yatakusaidia. Kanisa lifanye nini wakati ambao tunao? Kanisa kujiandaa kwa ajili ya haya mambo ya mwisho. What should the church do? Moja, kanisa inabidi likeshe. Kanisa lifanye nini? Moja, inabidi likeshe na kuomba. Mathayo 24:42. Mathayo 24:42. Kanisa lifanye nini wakati ambao tunao? Watakatifu wa Mungu duniani wafanye nini wakati ambao tunao? What should we do now? Je, tuendelee kulala usingizi? Je, tuendelee kuhubiri? Tufanyeje sasa? Jambo la kwanza, kanisa lazima likeshe na kuomba. Kanisa likeshe wakati wote. Mathayo 24:42. Kesheni kwa maana hamuijui siku wala saa. Kukesha maana yake ni kuwa tayari muda wowote Yesu anakuja. Kesha. Haleluya. Kanisa likeshe. Kukesha maana yake ni kuwa tayari. Kukesha maana yake ni kuwa arati, kuwa umejiandaa wakati wote kwamba Yesu anarudi muda wowote. Kwa kanisa lazima likeshe. Haleluya. Kwa lugha nyingine, kanisa silale usingizi. Haleluya. Kanisa liwe macho. Likeshe kanisa silale usingizi. Jambo la kwanza la kufanya, hakisha kanisa na wewe mwenyewe unakuwa macho, maana wakati ambao tujui Yesu atarudi kuchukua kanisa. Kesha. Asema basi kesheni kwa maana mwijui siku wala saa. Maandiko anasema mtu angejua saa ambayo mwizi atakuja kuvamia nyumba yake, angelikesha kusudi akija mtu akiwa macho apambane. Lakini kwa sababu hajui, huwa analala, mwizi akitafuta melala, basi anaiba. Kadhalika na kanisa maadamu alichui bwana harusi anakuja saa ngapi, kanisa lazima liwe macho. Kanisa silale usingizi. Kanisa likeshe, liwe bize na maombi, liwe bize na mifungo, liwe bize na mikesha, liwe bize na neno, liwe bize na ibada. Kanisa lazima likeshe. Haleluya. Mathayo 25:1. Kuna mfano wa wanawali 5, 10 wenye busara, 5 wa pumbavu. Wakaenda kumlaki bwana harusi, wameenda. Hawa 5 wenye busara wakabeba mafuta ya ziada. 5 ambao ni wapumbavu hawana mafuta ya ziada. Wamengoja bwana haji, bwana harusi haji. Wait, bwana harusi haji. Subiri bwana harusi haji. Subiri bwana harusi haji. Wakazima taa zao. Taa zao zikaishiwa mafuta. Hawa hawana akiba mafuta. Wakaenda kutafuta mafuta kununua nje. Wakamwambia wenye busara, "Saidieni mafuta." Akamwambia, "Hapana, sisi tuna akiba kwa ajili yetu. Ninyi hamna. Fazeni mafuta nje." Wakatoka wakaenda kununua mafuta. Wakati wameenda kununua mafuta, bwana harusi akaingia na vigelegele. Haleluya. Bwana harusi akaingia. Hao waliokuwa na busara na hekima na akili wakawasha taa zao, wakamlaki bwana harusi. Hao wapumbavu ambao mafuta yameisha na hawana akiba mafuta,
wakaishiwa mafuta, hamna mafuta, wakaenda mafuta, bwana harusi ameingia, hawapo tayari. Haleluya, haleluya. Wanakuja onga ufungu, anasema ameshaingia bwana harusi, hakuna kuingia baada ya mgeni rasmi, wakataliwa. Haleluya. Hakikisha kanisa umekesha, hakikisha taa yako ina mafuta jazimika. Mafuta ni alama ya Roho Mtakatifu, mafuta ni nguvu za Roho Mtakatifu. Maana mnamsubiri Yesu, hakikisha kweli ndani yako na nguvu za Mungu, ndani yako na akiba ya nguvu za Roho Mtakatifu. Una mafuta, taa yako ina mafuta, inawaka kweli kweli, umesubiri. Kuna watu wamesubiri wamechoka, lakini useme mimi sitachoka, niko tayari hata saa ya mwisho, taa yangu bado ina mafuta. Hakikisha unakaa macho, kwa maana hujui siku wala saa. Sema amina kama unaelewa. Haleluya. Namba 2, kanisa lifanyaje? Namba 2, tumika kwa Mungu kwa vipawa na karama ulizopewa. Tumika kwa Mungu kwa karama na vipawa ulivyopewa. Tumika. Kwa watu wengine hawajui, kwa watu wengine ambao utumishi utawasaidia kuwaokoa. Kwanza wewe kabisa. Amen. Haleluya. Yaani kwa mwingine utumishi utamsaidia. Ukijua unakuja kuhubiri, utaenda kuomba na kutafuta Mungu. Unajua ukijua na zamu ya praise utaomba na utakusaidia utumishi. Bwana asifiwe. Paulo anasema anamwambia hivi, usiache kuhubiri, kwa sababu ukiwa hubiri unawajenga wanakusikia na mwenyewe unajijenga. Amen. Tumika kwa vipawa na karama uliopewa na Mungu. Mathayo 24:45 mpaka 46. Kanisa liendelee kutumika. Mathayo 24:45 mpaka 46. Anasema hivi. Mtu mmoja anisomea Mathayo 24:45 mpaka 46. Mathayo 24:45 mpaka 46. Tumika. Bwana amekuacha ufanye kazi gani kanisani? Bwana amekupa assignment gani? Simamia hiyo assignment ambayo Mungu amekupa, maadamu ni sasa na wakati. Soma hapo. Ni nani basi yule mtume mwaminifu mwenye akili timamu, bwana wake ameweka juu ya nyumba, awape watu chakula kwa wakati wake. Heri mtumwa yule ambaye bwana akija atamkuta akiwa hivyo, akifanya hivyo. Bwana asifiwe. Anasema ni mtumwa basi mwenye akili ambaye bwana ameweka juu ya nyumba, amempa kazi, ambaye akija atamkuta bwana anaifanya hiyo kazi. Maana ni kuna wengine wamepewa kazi, wanafanya kazi wanachoka. Yesu akija kule tukuta wameshajiondoa kwenye kazi, wameshajipeleka breki mapema. Bwana asifiwe. Wanafunzi wazee wanapendaga wakati wa mapumziko. Bwana asifiwe. Sio ile kitu nakwambia. Walikuwa mzadogo mmoja, wewe unapendaga wakati gani? Wakati naopenda mapumziko. Yeye anapenda wakati wa nini? Yeye akiingia darasani saa 1, hawazi muda mwingine zaidi ya break. Sana inafika saa ngapi nikanue kitumbua na mandazi na chai. Kwa mwalimu anafanya na break. Kwa kuna watu wengine walipewa huduma na Mungu, wameshindwa kusimama kufanya hizo kazi, wamejipeleka break. Yesu akija kutoka break tayari, hawa nao wataachwa. Anasema ni heri yule mtume ambaye Bwana akija atamkuta akifanya kazi ile ambayo amempa aifanye. Ishu sio kufanya, ishu ni kuendelea kufanya mpaka Yesu akuta unafanya kila ambacho Mungu amekupa. Wewe ni mhubiri wa Injili, hubiri mpaka Yesu arudi. Wewe ni mtoaji, toa Yesu mpaka arudi. Wewe ni mwimbaji, imba mpaka Yesu arudi. Haleluya. Heri yule ambaye atafanya mpaka Yesu arudi, amkuta nafanya hiyo kazi. Sema amina kama unanielewa. This is not doing. Ndio maana maandiko yanasema hivi, tena msisho tena, maana mtalipa msipozimia. Kuna watu wanazimia. Yaani mtu anatumika siku naambia hapo. Kuna watu wameitwa mpaka kama mchungaji. Yaani wito wa uchungaji umeexpire kabisa, yani wito umeisha. Bwana asifiwe. Mungu amekupa kazi gani? Just think what God has given to do. Bwana amekupa kazi gani uifanye? Na je, bado kazi hiyo unaifanya? Sema heri mtume yule mwenye akili ambaye ataendelea kufanya kazi aliyopewa na Bwana mpaka Bwana akija. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Namba 3, jiwekee hazina mbinguni kwa kumtolea Mungu. Jiwekee hazina mbinguni. Weka hazina mbinguni. Nimekuambia kuna taji. Mathayo 6:19.
Mathayo 6:19 mpaka 21. Jiwekea hazina mbinguni, somea hapo. Mathayo 16:19 mpaka 21. Jiwekea hazina mbinguni kwa kumtolea Mungu. Kwa vidogo, jitoe, toa muda wako, toa nguvu zako, toa mali zako, toa ulichonacho kwa ajili ya kazi ya Mungu. You are making an investment. Soma 6:19 na 20 mpaka 21. Msiwekee hazina duniani. Nono na kutu vyaribupo na wezi wanavunja na kuiba. Jiwekeni hazina mbinguni, kusipoharibika kitu kwa nondo wala kwa kutu, wala wevi hawavunji wala waibi. Hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa wewe na moyo wako. Wanasifiwe. Jiwekeni hazina mbinguni, wapendwa. Haleluya. Maandiko yanasema mbinguni hakuna wezi. Wezi wanakaenda kaiba BOT, wakaiba Benki ya Afrika ADB, wakaiba World Bank, lakini benki ya mbinguni hakuna mwizi wa kuiba, hakuna nondo ya kuiba. Na maandiko yanasema jiwekeni hazina mbinguni, kwa maana hakuna nondo wala kutu wala hakuna mwizi wa kuweza kuiba kule mbinguni. Wanasifiwa. Na chakupenda ni kwamba kwa maana hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa wewe na moyo wako. Hazina yako ipo wapi? Yaani what way is your best? Wewe hazina yako iko mwingine kwenye club cha mwanamke kilabuni, piga pombe. Mbinguni hana chochote. Maskini kabisa. Wanasifiwa. Haleluya. Mwingine inapokuja kazi ya Mungu utamuua. Wanasifiwa. Utamuua. Jiwekeni hazina mbinguni. Tumia nguvu kuweka hazina mbinguni. Tumia muda kuweka hazina mbinguni. Tumia pesa kuweka hazina mbinguni. Hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa wewe na nani? Jitajirishe mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Watu hawajui kwa habari ya nguvu ya sadaka. Ngoja nisomee Zaburi 22 mpaka 4. Zaburi 22 mpaka 4. I want to wind up tuombe. Shukuru Mungu. Hii injili haipashi kuwa ndefu hii. Zaburi 20. Zaburi 22 mpaka 4. Akupelekee msaada toka patakatifu pake, na kutegemea toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako. Atokishia. Anasema azikumbuke sadaka zako zote. Kumbe sadaka zinakukumbusha mbele za Mungu. Azikumbuke sadaka zako zote. My God, remember your amen. Na mangapi? Namba 4. Shindania imani kwa gharama yoyote. Shindania imani kwa gharama yoyote. Mtu asikupunguzie mwendo. Nyakati hizi mtu asikucheleweshe. Shindania imani. Kitabu cha Yuda 1:3 anasema nilipoona imenipasa kuanikia, nione imenipasa nianikia kwamba mshindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Shindania imani, shindania utakatifu, shindania ibada, usirudishwe nyuma na yeyote. Haleluya. Anasema na aliona nishindania imani. Usikubali kurudi nyuma, usikubali katishwa tamaa, usikubali kupunguziwa mwendo. Shindania imani. Sema nalione imenipasa niwanikia kwamba mwishindania imani. Contend, fight, struggle for the faith. Hallelujah. Na mangapi? Tunza mavazi yako katika hali ya usafi. Tunza mavazi yako katika hali ya utakatifu. Maana yake utakatifu. Tunza utakatifu. Shika sana utakatifu mpendwa. Shika sana utakatifu. Be holy. Mbingu ni za watakatifu tu peke yao. Maandiko yanasema kuweni na amani na watu wote, na utakatifu ambao hapana mtu atamwona Mungu asipokuwa nao. Kwa mbingu ni za watakatifu.
Tunza mavazi yako, usiatie doa. Haleluya. Haleluya. Ogopa vazi yenye doa. Ufunuo 22:12-13. Ufunuo 22:12-13. Namba ngapi? Namba 6. Namba 6. Ufanye nini? Zidisha upendo kwa Mungu. Zidisha upendo. Upendano kwa ndugu, lakini pia kwa zidisha upendo kwa watu na kwa Mungu. Zidisha upendo. Anasema upendano unastiri wingi wa dhambi. Upendano unastiri wingi wa dhambi. Zidisha upendo. Zidisha upendo. Zidisha upendo. Petro wa kwanza 4:8-9. Zidisha upendo kwa watu na zidisha upendo kwa Mungu. Amsha ule upendo wa kwanza uliokuwa nao mwanzoni. Maana anasema umewacha upendo wa kwanza. Kumbuka ulipopokea, jifanyie tathmini kiwango chako cha upendo kwa Mungu ni kile au kimepungua. Check out kiwango cha upendo wako kwa Mungu. Zidisha upendo kwa watu, zidisha upendo kwa Mungu. Anayejidhania kuwa amesimama mbele asianguke. Kwa hiyo umesimama leo, mwambie Bwana natamani kuendelea kusimama. I don't want to fall.